kwa tatizo la Kongo. Dialogue ngapi zimeandaliwa, zimekuwa ambao watu walikutanana na mapesa na maelfu zikaliwa, zilileta suluhisho gani? Hakuna. Au contraire, tuaenda mdialogue, banakula mafranga za serikali, zingejenga barabara, zingejenga poro, zingetia umeme, wanakula mamilioni wakati wa miezi na miezi katika mikutano kama hiyo. Siku mwezi moja ama miaka 5 hali narudia hile. Hujambo na karibu msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Kwa mara nyingine tena tumekutana kabisa, nikiwa na matumaini kwamba wewe ni mzima wa afya. Nikukumbushe kitu kimoja, ikiwa ndo kwanza unakuja kujiunga nasi na hujawahi kujabone kwenye channel yetu hii, usisahau kabisa kubonyeza sehemu inayoandikwa sabone, wala kwa lugha nyingine subscribe. Usikose kukomante, usikose kupartager pamoja na kueme video yetu, ili uwe wa kwanza kabisa kupata habari zetu kiurahisi, na wengine ambao unawapenda zaidi watapata habari zetu kiurahisi. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, shirika la kiraia NDC Chumvi ya Kongo ndani ya mji wa Baraka limekataa kabisa mazungumzo. Kwa upande wake limesema halipo tayari kwa mazungumzo ambayo yanaandaliwa mara kwa mara na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko wakisema kwamba kuna madhara mengi ambayo yataweza kutokea ikiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kuandaa mazungumzo pamoja na waasi ambao wanatatiza raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lusambia Wanumbi, mwenyekiti wa shirika hilo la kiraia la NDC Chumvi ya Kongo, amesema amekubaliana na kauli ya rais aliyoitoa siku chache zilizopita, huku akisema kwamba ikiwa mazungumzo yatafanyika basi yafanyike kwa ajili ya kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sio kujumuisha wale wote waliofanya makosa na kuwaua ndugu zetu, na wale wote waliofanya makosa na kuwaua Wakongomani, kubaka wa mama, pamoja na kupora mali za raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lusambia Wanumbi amesema madhara makubwa ambayo yataweza kutokea ikiwa nchi ya DRC itajikita kwenye mfumo wa mazungumzo, basi wale wote ambao walishika silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao ni waasi wataweza kuleta masharti magumu na mabaya ili kuweza kutawala kienyeji na kujiingiza ndani ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, utakumbuka kwamba sio mara ya kwanza serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaandaa mazungumzo nje ya nchi kwa ajili ya kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila mafanikio yoyote. Wala nacheka ninaposikia watu wengi wamoja wanazungumzia juu ya dialogue, kwa sababu najiuliza, ikiwa dialogue national inaweza ikawa suluhisho, inaweza leta suluhisho kwa tatizo la Kongo, dialogue ngapi zimeandaliwa, zimekuwa ambao watu walikutanana na mapesa na maelfu zikaliwa, zilileta suluhisho gani? Hakuna. Au contraire, tuaenda mdialogue, banakula mafranga za serikali, zingejenga barabara, zingejenga poro, zingetia umeme, wanakula mamilioni wakati wa miezi na miezi katika mikutano kama hiyo. Siku mwezi moja ama miaka 5 hali narudia hile tena. Ndio maana nafikiria kama dialogue sio suluhisho. Cha pili, twende kumazungumzo, tuzungumze na nani. Inafahamika vema ya kuwa nchi yetu inavamiwa. Nikule hata alikuwa imekataa, imesema wazi kama wao ndio wavamizi wa Kongo. Sasa kama ndio wavamizi wa Kongo, sasa tuzungumze na wao vitu gani? Kwa sababu kuzungumzia dialogue saa hizi ni kufanya mchezo. Na tangu hapo hawali hivyo vibaraka ndio vilikutaniwa na katika madialogue, na siku 2-3 mwezi au mwaka 2 au 5 hali inarudia hiyo, kwa sababu ni vibaraka wa wale maadui wa Kongo. Ndio maana mimi sioni kama kuzungumza saa hizi juu ya neno dialogue kati ya Wakongomani kama ina umuhimu wake. Haiko urgence saa hii kwetu sisi Wakongomani ni kuhakikisha kama tumetupa nje ya nchi adui mvamizi. Ndio urgence. Na wakati itakapofika ndio tumeshamtupa nje, watu wanaweza kukaa kuzungumza. Dialogue ni tabia ya demokrasia. Katika demokrasia watu kuketi kuzungumza juu ya hii aya yale, na sio tu kwa tatizo kuzungumza juu ya matatizo tu peke yake, sio hivyo. Katika demokrasia watu wazungumza hata nini tuendelee kufanya ili kuboresha uchumi, kuboresha usalama, kuboresha hiki, sio kwa sababu ya matatizo. Katika demokrasia maongezi ama dialogue ni process ya kawaida.
Mwito wangu kwa wafanyasiasa wa Kongo ni kuwa wasibebe raia kucheza mchezo sababu ya mafaida za kibinafsi ndogo ndogo. Cha kufuata, mimi najiuliza, unajua nini anafika katika dialogue? Tutafikia wapi? Hao wauni, hao baraka wa Rwanda katika madialogue na wengine wote yule dialogue kwao ni alafu atafuta njia ya kukwepa justice, ya kukwepa sheria ili wapate msamaha ambao wanaita amnesty. Sasa fikiria. Sasa wale watu kwa sababu ya dialogue kesho wanakuwa ma-institution, wamesamehewa. Siwazie kama tunaweza jenga nchi pembeni ya justice. Na tusipofanya hivyo ama tukafanya mchezo wa Rwanda na wakisha kama katika miaka 5 au 10 hali itarudia ile ya mbele, itakuwa tunafanya cercle vicieux kwa sababu tunaingia katika mtego wa wauni ya wavamizi wa Kongo. La NDC inajinscrire mwa partisan anti-dialogue. Sio anti-dialogue kama vile processus normal ya mdemokrasia, hapana, me dialogue saa hivi kwa sababu haiku urgence. Urgence ni uhakisha kama tunasindikiza jeshi letu kutupa adui nje, tumutoshe katika nchi yetu. Urgence ni kama usalama, souverainete nchi yetu imekuwa mikononi mwetu. Na katika processus normal democratique watu watakaa chini, watazungumzia mambo mengine baadaye. Tusipelekwe kucheza mchezo wa Rwanda. Ndiyo mwito wangu kwa wakongomani, wafanya siasa na hata wale wenzetu wa moja wa society civil ambao wanafikiria ya kuwa dialogue ni suluhisho. Dialogue haiwezi kuwa suluhisho saa hizi, bali inawapeleka kucheza mchezo wa adui. Na sasa tuzungumzie habari za kitaifa, msikilizaji, ambako kamishena wa Ulaya anayehusika na misaada ya kibinadamu amewasili jijini Kinshasa, ikiwa ni hatua ya kwanza kabisa katika ziara itakayompeleka katika nchi kadhaa katika eneo la maziwa makuu. Kwenye ajenda ametaja nchi ya DRC, Burundi na Rwanda tangu kutekwa kwa Goma na kundi lenye silaha la AFC M23 linalosaidiwa na nchi ya Rwanda mwaka mmoja uliopita. Wale wanaofanya kazi katika maeneo ya matukio wamekuwa wakitoa tahadhari mara kwa mara kuhusu kupunguzwa kwa ufikiaji wa misaada ya kibinadamu. Wasiwasi hii inaungwa mkono pia na Haja Labib ambaye hivi karibuni amerejelea wito wake ufikiaji kamili na usio wa vikwazo wa misaada ya kibinadamu. Ujumbe huu utakuwa muhimu kwa mikutano yake na mamlaka mbalimbali katika siku zijazo. Kamishna huyu amesema, ninakusudia kukutana na pande zote kwenye mzozo, alipokuwa akihojiana na shirika la habari la Ubelgiji, akiongeza kuwa lengo ni kupata ufunguzi wa njia salama ili kutoa msaada kwa mamia ya maelfu ya watu walioathiriwa na mzozo wa kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na katika maeneo yanayodhibitiwa na vikundi vyenye silaha, hususan huko Bukavu, Goma pamoja na eneo zingine. Baada ya Kinshasa Jumanne, kamishna wa Ulaya atakuwa Burundi Jumatano na Alhamisi. Amepanga kutembelea kambi ya wakimbizi ya Busuma, ambapo hali ya maisha ya wakimbizi wa Kongo hasa kutoka Kivu Kusini ni mbaya sana. Maji na chakula ni haba sana ndani ya kambi ya Busuma pamoja na eneo zingine za Burundi ambako wakimbizi kutoka DRC wanapatikana kwa sasa. Baadhi ya familia hazina hata maturubai ya makazi. Hatimaye kamishna wa Ulaya atahitimisha ziara yake Ijumaa ya wiki tunayo kwa ziara ya Kigali nchini Rwanda, ambako mazungumzo atakayozungumza na rais au serikali ya Rwanda bado hajayaweka bayana.